Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 19 mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 aya ya 9 na aya ya 11 hadi 13. Wimbo wa katikati ni Zaburi ya 85. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 9 aya ya kwanza hadi 5. Injili ni ya Mathayo sura ya 14 aya ya 22 hadi 33. Ndugu zangu, nabii Yeremia hakukutana na Mungu katika upepo, katika tetemeko au katika moto wala katika kelele yoyote, bali katika sauti ndogo ya utulivu. Je, katika nyakati zetu za maendeleo, katika kizazi chetu hiki, tuna utulivu wa kutosha ili tukutane na Mungu? Je, tuna muda wa kimya ili tuweze kutafakari juu ya maisha yetu, juu ya mwelekeo wa maisha yetu, juu ya juhudi zinazohitajika ili tuyaongoze maisha yetu kadiri ya matakwa ya Bwana? Mbona kwa wengi muda wa sala ni mdogo mno? Mbona wengine mara kwa mara wanashindwa hata ibada za Jumapili? Mbona wengine hawana hata muda wa sala na tafakari za nyumbani za jumuiya? Mbona wengine wanakosa hata muda wa mafundisho juu ya imani yetu? Mbona wengine wanashindwa kuhudhuria mikutano au vikao au semina kwa lengo la kuimarisha imani yetu? Mbona wengine hawana muda wa kuhudhuria sakramenti zinazotujenga kiimani kama sakramenti ya kitubio na ekaristi takatifu? Mbona baadhi ya watu au baadhi ya Wakristo wanakosa muda wa kuabudu Yesu wa ekaristi takatifu na kupata faraja kwake na kujenga urafiki naye? Mbona kuna kelele nyingi katika ulimwengu wetu? Kelele katika nyumba za starehe, kelele kwa vijana katika majumba yetu, kelele za vyombo vya radio au TV, hata wengine wakiwa katika sala. Mbona kuna kelele za muziki katika masikio ya vijana hadi wengine kukosa muda wa kutafakari juu ya maisha na changamoto wanazopaswa kupambana nazo? Kelele hizo zote zinamfanya mwanadamu asiwe tena na muda wa kujitathmini na kuona mapungufu yake na kuona makosa yake na kugundua chanzo cha dhambi zake na kuona njia ya kujirekebisha au kumrudia Mwenyezi Mungu. Kwa maungamo, bila kusahau kupatana na wenzetu katika kupata suluhisho ya tofauti zao. Kumbe muda wa kimya na utulivu unahitajika katika maisha yetu, hata katika ibada zetu, ili tuweze kusikia sauti ya Mungu rohoni mwetu. Bila kimya, bila utulivu, bila tafakari ya kutosha, tutapoteza fursa zetu za kupatana na Mwenyezi Mungu au tutatumia vibaya fursa zetu za kusikia sauti yake. Ikumbuke kwamba sisi Wakristo Katoliki tumekirimiwa kiimani kama wenzetu wa Israeli. Rejea somo la pili, maana wao walikirimiwa maagano, torati, ibada, ahadi na kadhalika. Hayo yote wao waliyachezea. Nasi tuna mambo mengi yanayoweza kutujenga kiimani. Neno la Mungu, mafundisho, misa takatifu, sakramenti zote 7, maombezi ya watakatifu hasa ya Mama Bikira Maria, semina mbalimbali na kadhalika. Kweli Mungu wetu alitukirimia mema mengi yanayoweza kutujenga kiimani, kututakatifuza na kutufikisha mbinguni. Nashangaa wanaohama dini yetu na kuyaacha hayo yote ambayo Mkristo akiyatumia vizuri
yanamwezesha kuwa mtakatifu na kumfikisha mbinguni, tofauti na kujiunga na madhehebu ambao hakuna misa, hakuna nafasi kwa maombezi ya watakatifu, hasa ya Mama Bikira Maria, hakuna sakramenti zote kwa ujumla 7 na kadhalika. Sisi Wakristo Katoliki inabidi tuige kwa Mama Bikira Maria ili tujaliwe moyo wa kusikia na kuweka moyoni au kutafakari kama yeye. Rejea Injili ya Luka sura ya 2 aya 19 na aya 51 ili tuweze kufaidika kiroho na kiimani katika ibada zetu, katika sakramenti zetu na katika mafundisho yetu. Tusifikiri kwamba wokovu tutaupata mahali pengine kinyume na kutumia vizuri hazina hizo tulizoachiwa na Bwana wetu. Yeye mwenyewe kupitia hazina hizo atatujalia wokovu. Ndugu zangu, tusipokubali kuimarishwa kiimani na hazina hizo za kiroho, tunaweza kuyumba kiimani katika upepo mkali kama ilivyotokea kwa mwenzetu Petro. Sisi tusipokubali kuimarishwa kiimani, tutaweza kuyumbayumba katika changamoto za maisha yetu, katika shida zetu au katika majaribu yetu ya sasa. Ama katika vishawishi vyetu, uwezekano wa kuzama au kuanguka unakuwa mkubwa kutokana na uhaba wa imani na kutusababishia hasara nyingi tutakazojutia baadaye. Petro alianza kuzama alipoacha kumtazama Yesu na akatazama tu upepo ulivyo mkali bila kutazama Bwana anayetuliza kila upepo na anayeshinda nguvu zote za adui yetu Shetani. Lakini inabidi tuige pia kwa Petro anapomulilia Yesu katika kuzama kwake. Alisema, Bwana niokoe. Maneno hayo yalitosha ili Yesu anyoshe mkono wake na kumshika. Tuige mfano wa wanafunzi wengine waliokuwa wanataabika na mawimbi, wakamkaribisha Yesu katika chombo chao na upepo ukakoma. Katika changamoto zetu, hebu tuachane na mambo ya ushirikina, hebu tuachane na mambo ya kukimbilia miungu wengine. Kumbe, ukimkaribisha Bwana katika maisha yako, atakusaidia kugeuza yaliyo mabaya yakawa mema na kukuwezesha kumsujudia ukisema kama wale wanafunzi waliookolewa naye, hakika wewe ni mwana wa Mungu na hakika wewe ni mwokozi wangu na Bwana wangu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.